wamekuja katika eneo la jiwe la jahazi. Ili jiwe la jahazi, au kwa nini liitwe la jiwe la jahazi? Limeitwa jiwe la jahazi ni kwa sababu hili chombo ilikuwa ni watu ambao walitoka kule bara la Ulaya. Walilenga na kukusudia kufika ndani ya nchi ya Kilwa Kisiwani, ikiwa nchi ya Kilwa Kisiwani ndio ilikuwa ni nchi maarufu na ni nchi tajiri na ni nchi ambayo waliishi watu wengi sana. Wakati wanakuja wamepanda jahazi, walishajikoki na misala yao. Hiyo ilikuwa katika karne ya 13 kwenda 14. Wakati wanakuja, kuna mtu mmoja aliona ichombo wakati inakuja, na yule mtu alisema ya kuwa ile chombo kama inakuja kwa njia ya kheri, Mungu aifikishe, lakini pia kama inakuja kwa njia ya shari, Mungu utajua jinsi gani ya kufanya. Yule mtu alitoka, alienda mpaka kwa mfalme. Mfalme, nimekuja, uji wangu nimekuja, kuna chombo nimeona inakuja. Ile chombo sijaelewa wale watu wanakuja kwa njia ya kheri au njia ya shari. Mfalme aliamrisha kila msikiti mmoja waweze kutoa adhana na waswali raka za sunna na waombe kwa Mwenyezi Mungu. Wale watu kama wanakuja kwa kheri, Mungu awafikishe, lakini pia kama wanakuja kwa njia ya shari, Mungu utajua jinsi gani ya kuwafanya. Tuone imani na uchamungu ambao waliokuwa nao, imani ya hali ya juu. Pale pale waliswali raka za sunna, na iwapo Kilwa Kisiwani katika ujumla idadi ya misikiti ilikuwa misikiti 99. Waliswali na waliomba maombi yao, na iwapo ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Pale pale baada ya kumaliza agizo lile, amri ile kutokana kwa mfalme, moja kwa moja yule kapteni alianza kupoteza mwelekeo. Alipoanza kupoteza mwelekeo, na wale watu wote walishajikoki na misila yao, ni kwa ajili ya kuangamiza watu wanaoishi ndani ya nchi ya Kilwa Kisiwani. Pale moja kwa moja akaanza kuzuka jiwe moja badala ya mwingine, na chombo ikazuka jiwe, na mpaka leo inaitwa jiwe la jahazi, na hili ambao tunaloliona baharini. Hili jiwe au hii jahazi kwa sasa hatuwezi tukaona watu au umbile la binadamu, ni kwa sababu ndani ya hili jiwe tayari umeota msitu. Kwa hiyo hatuwezi tukawaona maumbile ya binadamu, lakini hili ndilo jiwe la jahazi, kwa sababu jahazi ilizuka kuwa jiwe kutokana na maombi ambayo walioomba waumini ambao waloishi nchi ya Kilwa Kisiwani, ni katika karne ya 13 kwenda 14. Kwa hiyo mpaka leo limebaki kuwa ni sehemu ya historia yetu na moja ya kivutio cha utalii tulionao mji wa Kilwa Kisiwani. Kwa hiyo ile ndilo jiwe la jahazi. Kwa hiyo watu walikuwa na mshikamano na umoja, na ndipo walifaulu kutokana na maombi yao, kutokana na hali ya juu sana, imani ya hali ya juu sana, na umoja wao ndio uliosababisha waweze kufaulu juu ya maombi yao. Kwa hiyo mpaka leo ndio linaitwa jiwe la jahazi lililopo eneo hili la mji wa Kilwa Kisiwani, sehemu itwayo Mvinje, kama ambavyo tunavyoziona. Kama mnavyoona kila kitu ni kizuri, tumeenjoy. Ewe ambao unanitazama, kijana wa Kitanzania, karibu utembelea nchi yako. Kuna vitu vingi sana utavifahamu ambavyo hukuwahi kuvifahamu au ulivifahamu kwa juu. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi sana kuhusu mahali hapa hichi kisiwa cha Kilwa. Kuna misikiti, kuna jengo kama hili ambalo mimi sikujua tu, nilikuwa nasoma kwenye vitabu vya historia, lakini leo ndo nimekuja kuelewa kuwa
ilikuwa na matumizi mbalimbali kutokana na watawala tofauti. Kwa mfano, ilitumika kama sehemu ya kuhifadhia wafungwa, ilitumika kama sehemu ya ulinzi katika hichi kisiwa cha Kilwa. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ndugu Mtanzania, penda sana utalii wa ndani. Welcome to Kilwa Kisiwani and Kilwa Songo Mnara, the place of history, architecture and archaeology. This is what's going to make your Tanzania unforgettable. Karibu nyumbani hani, upate vionjo vya utamaduni wetu. Hakuna matata, mama matata. Hakuna matata, mama matata. Hakuna matata, mama matata. Hakuna matata, mama matata. Nikupeleke Selous au Kilwa Kisiwani, Serengeti, Bagamoyo na Mikumi, ujue Tanzania kindani hani, inavyovutia Afrika kwenye ramani. Karibu nyumbani hani.